George Ambangile, huu ni uchambuzi wake mchezo wa El Clasico, Real Madrid dhidi ya Barcelona, mchezo ambao Barcelona wameibuka kidedea kwa jumla magoli 3-2, na huu ndio uchambuzi wa mchezo huu ambapo amechambua kwa kina na kudadavua ni namna gani Barcelona wamewawini Real Madrid. Ameandika kwamba Hans Flick, kocha wa Barcelona, kulingana na aina ya sifa za wachezaji wake, bado anapendelea muundo ule ule, hasa akiwa na ule utatu wa Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, 3-2-2-3, yani kwenye boksi watatu, kwenye midfield watatu. Kusudi lake kubwa ni moja, kuwa na wachezaji wengi katika kila action ya mpira na phase yake. 2, wachezaji kuwa karibu sana kusaidia mwendelezo wa mpira, ball progress. 3, rahisi kufanya counter pressing pale wakipoteza mpira, maana wapo karibu sana. 4, kushambulia na idadi kubwa ya wachezaji 5 katika mstari wa mwisho wa ulinzi wa Real Madrid. Sasa basi Alonso akakubaliana na muundo huo kwamba walinzi wake 4 wasaidiwe na 5 VC4. Akaamua timu yake bila mpira kuhama 4-4-2 kwenda 5-3-2. Valverde akashuka chini kutoka winga wa kulia mpaka fullback na kumruhusu Asensio kuwa ndani kama beki wakati wa tatu. Hii imefanya 5-5, lakini sasa inawapunguzia nini na Madrid? Barca kwenye build up wanakuwa na faida ya mchezaji mmoja zaidi, hasa beki wakati mmoja wapo, maana Barca wanafanya build up na watu watatu, Kunde, Kubas na Kashia, huku Real juu wapo wawili. Kwa hiyo inakuwa ni 3-2. Maana yake beki mmoja anapata muda na nafasi ya kusogeza timu juu kwa passing na currents kufika kwenye kiungo mmoja wa kiungo kama akitaka kukimbia juu, maana yake anaacha space nyuma ya Rafinha na Fermin Olmo. Wakibaki chini, basi FDG na Pedri watakuwa huru. 2, kitu Alonso alitaka sana ni Barca waende kufanyia sana pressing ili kutumia kasi ya Vini Jr na Gonzalo na Rodrigo kwenye transition. Noti, Courtois siku zote huwa anapunguza zaidi idadi ya magoli ya kufungwa na sasa Barca nao kaja na Joao Garcia anafanya sana save. 2, bato ya Alvaro na Yamal. Yamal ana madhara sana, akichelewa anakupika, akiwahi anaachia pasi haraka nyuma yako. 3, FDG na Pedri wakiwa na mali, vumilia tu. 4, Vini Jr, lile goli ndio lilimfanya awe kwenye kinyang'anyiro cha Ballon d'Or kipindi kile. 5, Rafinha ana magoli mengi sana miguuni mwake, akikosekana utajua tu kwa Barca amekosekana Rafinha. Bwana, huu ni uchambuzi wa George Ambangile kwenye mchezo wa
hapo jana wa El Clasico ambao umepigwa pale Saudi Arabia, na hii ilikuwa ni fainali Real Madrid dhidi ya Barcelona, lakini Barcelona umeibuka na ushindi wa magoli 3-2, magoli ambayo yamefungwa na Rafinha mawili, Lewandowski moja, lakini huku Madrid ilikuwa imefungwa na Vinicius Junior pamoja na Gonzalo, na mchezo kamalizika hivyo Barcelona kuibuka kidedea kwa magoli 3-2.